Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Karibu katika huduma yetu ya elimu ya afya. Leo ninajadili kuhusu habari ya ugumba. Habari ya ugumba kwa wanaume na kwa wanawake. Tutaangalia sababu zinazopelekea mtu kuwa mgumba. Tutaangalia changamoto au zile vipelekezi vya mtu kupata ugumba. Naitwa Daktari Joseph Msagasa, ni medical officer in charge katika shirika linaloitwa TAIDISO, ambao ni Tanzania Environmental Health and Disability Services Organization, headquarter Mwanza. Lakini pia nafanya kazi na kampuni ya Fukan kama member kwa ajili ya matibabu yasiyoambukiza, dawa za magonjwa yasiyoambukiza. Ninafanya kazi hizi katika magonjwa mbalimbali yakiwemo pressure, wanasema shinikizo la damu la juu au la chini, kisukari, matatizo ya nguvu za kiume, hisia pungufu kwa kina mama, matatizo ya ngozi, matatizo ya moyo na matatizo mengine ambayo yanaweza kuwa sio matatizo ya kuambukiza. Huduma zetu tunazitoa kwa njia ya dawa lishe, huduma ambazo hazina changamoto hata kidogo. Dawa zetu hazina mchanganyo wa dawa wa sumu, ni dawa ambazo hazina mchanganyo wa sumu. Kiwango changu cha elimu ni level ya PhD katika maeneo ya community development and Christian leadership. Pamoja na mambo yote hayo ninafanya katika nyanja tatu, kwa sababu ni daktari wa binadamu. Nafanya upande wa afya, lakini nafanya katika maeneo ya maendeleo ya jamii, lakini pia nafanya katika maendeleo ya kidini. Kwa hiyo tutajifunza hapa kuhusiana na matatizo haya, tuweze kusaidiana namna ya kuweza kujua kwa nini watu wengine wapati watoto. Kwa hiyo tunaanza na kitu kinaitwa infertility. Infertility ni maana yake ni ugumba. Ugumba unatafsirika kuwa ni ugumba pale ambapo mtu ameshindwa kupata mimba au ameshindwa kuzalisha, sawa, au kutungisha mimba ndani ya miezi 12, katika kipindi ambacho amekuwa anafanya ngono kwa kufuata taratibu za ufanyaji wa ngono wa kila mara, kwa kufuata taratibu wa kufanya ngono, si kwa sababu kwamba anafanya ngono mara moja kwa mwezi alafu anatafuta mimba au anatafuta mtoto. Awe na utaratibu wa kufanya ngono, tunasema regular sexual intercourse. Na utendaji huu wa kufanya ngono uwe utendaji ambao si unavaa kinga. Kwa mfano mtu anavaa condom alafu anasema mimi sizai, lakini amevaa condom, au mwanamke amevaa condom anasema sizai. Kwa hiyo wale watu ambao ni chini ya miaka 35 ambao wao wanakuwa na uwezo wa kukaa na mwanamume mfululizo wa miezi 12 lakini hapati ujauzito, huyo tunamuita amekuwa ni mgumba. Au mtu ambaye amekuwa na umri zaidi ya miaka 35 akiwa anafanya ngono ambayo ni ngono halali ya kila kwa wakati, lakini mtu huyu ana miaka 35 akafanya ngono kwa kifululizo wa miezi 6 akawa hapati ujauzito, huyo tunamuita ni mgumba. Kwa hiyo tuna ugumba ambao tunaita ni primary infertility, ugumba wa awali, au secondary infertility. Ugumba wa awali ni ule ambao mtu toka amevunja ungo na ameshiriki na mwanaume au namna gani vipi, hajawahi kuzaa au kushika mimba. Lakini secondary infertility inawezekana huyu mtu alishapata ujauzito akazaa baadaye asipate na mtoto. Kwa hiyo huyu tunasema kwamba ana secondary infertility. Kwa hiyo kwa nini mtu anakoswa kupata ujauzito? Upande wa kina mama anaweza kuwa na changamoto ya ukomavu wa mayai, sawa, lakini pia anaweza kuwa na kitu tunaita tube blockage, yani ile milija ile ya fallopian tube inawezekana ikawa imeziba kwa sababu ya magonjwa, au ana shida ya vimbe kwenye maeneo yale akajikuta anapata changamoto, au akapata kitu kinaitwa endometriosis, mfumo wa ugonjwa wa mfuko wa kizazi ambao unaambukiza mpaka kwenye mishipa ya kwenye mirija ya uzazi. Lakini pia anaweza kuwa na changamoto kwenye kizazi tunaita uterine abnormality au cervical abnormality, anaweza kushindwa kupata mimba. Anaweza kuwa na kitu kinaitwa polyps, au anaweza kuwa na fibroid. Fibroid maana yake ni mavimbe katika kizazi. Lakini pia anaweza kuwa na umri mkubwa kiasi kwamba hawezi kuweza kupata mayai. Lakini pia anaweza kuwa na changamoto ya hormones, au anaweza kuwa na matatizo ya failure ya kutoa mayai kwenye ovaries au kwenye ovary. Lakini pia anaweza kuwa na changamoto ya autoimmune. Autoimmune ni mwili wenyewe unapigana wenyewe, yani kinga zako za mwili zinapigana dhidi ya mwili wako mwenyewe. Kwa hiyo unaweza ukachikuta usipate mtoto. Kwa wanaume anaweza kuwa na changamoto ya shahawa au mbegu kidogo, au anaweza kuwa na ubora hafifu wa mbegu za kiume. Anaweza kuwa na matatizo kwenye
kwenye makende ambayo yanapelekea yeye akashindwa kupata mfumo mzuri wa kupata mayai ya kutosha. Hii inaitwa varicocele. Lakini anaweza kuwa ana kitu inaitwa retrograde ejaculation, kwamba wakati anamwaga mbegu anakuwa na changamoto pale kwenye sphincter ya mkojo. Kwa hiyo inakuta haibani vizuri kiasi kwamba anapomwaga zile mbegu zingine zinarudi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo anajikuta hawezi kuzalisha. Unaona? Kwa nini? Inatokea kwa sababu mfumo wa kibofu cha mkojo kwenye sphincter pale ambako unatakiwa kubani ili mbegu ziende kwenye uke, panakuwa ni dhaifu, kwa hiyo mbegu zinarudi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo sababu zingine ni matumizi ya dawa. Matumizi ya dawa, watu wanatumia tu dawa bila kufuata utaratibu. Matumizi ya madawa, kwa mfano madawa ya pressure ya kupanda, dawa kama alpha blockers zinachangia pia kufanya mtu asiweze kupata ujauzito, asiweze kuwa si mgumba. Kwa matumizi ya dawa za pressure, unapaswa utumie dawa kwa kufuata maelekezo. Lakini pia unaweza kuwa na changamoto ya madhara kwenye nerves za ufahamu. Either ulikuwa labda una kisukari, au ulishafanyiwa operation kwenye tezi dume, au ulishapata matatizo kwenye uti wa mgongo, au ukapata ajali. Haya yote yanaweza mtu usipate uwezo wa kuzalisha au usipate uwezo wa kuzaa. Lakini pia kama ushafanyiwa operation labda ya kibofu cha mkojo au tezi dume au mrija wa mkojo, unaweza ukajikuta unapata kitu stenosis, unajikuta unashindwa kupata uwezo wa kuzalisha. Dalili za mtu ambaye hawezi kupata ujauzito, anakuwa anamwaga shahawa chache sana, inaitwa dry orgasm, au anamwaga tu upepo au hewa badala ya kumwaga mbegu. Hiyo ni dalili. Lakini pia ukiwa umefanya ngono alafu ukaenda kukojoa, ukuta mkojo wako unakuwa kama una dalili ya kama mawingu, rangi yake inabadilika kama rangi ya mawingu, maana yake kuna shahawa zinarudi kwenye mkojo. Kwa hiyo mwisho wa siku utaweza kuzalisha. Lakini pia unaweza kuwa na tatizo la hormones kama tulivyoongea huko nyuma, lakini pia unaweza kuwa na tatizo la makende yakawa na changamoto. Lakini inawezekana uko umepata matatizo haya kutokuzaa kwa sababu umerithi kutoka kwenye familia. Tuna kitu tunakiita Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome ni ile hali ya mtu anakuwa na homoni nyingi zinakuwa kama za kike wakati ni mwanamume. Kwa hiyo unakuta uume mdogo, homoni ya testosterone inakuwa ni kwa udogo sana. Kwa mwisho wa siku hawezi kutengeneza mbegu za kutosha kwa ajili ya kuzalisha. Lakini pia upande wa kina mama na kina baba unaweza kukuta changamoto zinafanana. Changamoto zinafanana, lakini pia sababu za kupelekea mtu asipate ujauzito kwa jinsia zote zinafanana baadhi ya watu. Lakini pia watu wanaovuta sigara zaidi wanajikuta pia wana changamoto ya kupata kuzaa au kuzalisha. Lakini kuna vipelekezi ambavyo vinapelekea mtu asipate uwezo wa kuzaa au asipate uwezo wa kupata ujauzito au asiweze kupata kutungisha mimba. Matumizi ya pombe au matumizi ya madawa ya kulevya kwa wingi. Mtu ambaye ana unene uliokithiri. Mtu ambaye amekaa kwenye exposure ya sumu kwa muda mrefu au amekaa kwenye exposure ya mionzi. Lakini mtu mwenye mawazo mengi, yani stress kwa wingi. Hizi ni sababu zinazopelekea mtu asiweze kupata uwezo wa kuzaa au kuzalisha. Maisha ya kuishi na hali ya njaa, kutokula vyakula vya kutosha, kwa mfano vyakula visivyo na ubora. Ya unakuwa chakula ambacho hakina ubora. Yaani upate chakula ambacho ni balanced diet. Lakini pia magonjwa ya zinaa au magonjwa ya mfumo wa mkojo yanaweza kupelekea mtu usipate ujauzito. Kwa hiyo tunaangalia kwamba mtu anaweza akajikuta hapati ujauzito kwa sababu either kama ni mwanamke mayai hayakomai au mwanamume mbegu zake haziwezi kutungisha yai. Lakini inawezekana wakati anatungisha yai, uwezo wa kizazi cha mwanamke kutunza au kubeba lile yai lililoboreshwa au yai ambalo limerutubishwa, uwezo wa mfuko wa kizazi wa mama unakuwa hauna uwezo wa kubeba lile yai. Kwa mwisho wa siku mtoto hawezi kukaa. Lakini kama mwanamume anatoa shahawa ambazo ni chache sana au kidogo sana au zinatembea kwa shida sana, uwezo pia wa kuzaa ni mdogo. Lakini kama mwanamke mirija yake imeziba pia ni changamoto, lakini pia changamoto ya hormones.
Kwa hiyo ukiona mwanamke ambaye anaingia bleed mara kwa mara, yani siku zake hazijakaa sawa, ana riski kubwa ya kutokuweza kupata ujauzito, au wakati mwingine anafunga tu kuzaa bila sababu yoyote, hatumii dawa za uzazi wa mpango wala nini. Hiyo ni changamoto pia kuweza kupata ujauzito. Ukikutana na mwanamke ambaye anapata maumivu wakati anaingia bleed, ni changamoto pia kwa ajili ya kuweza kupata ujauzito. Mwanamke ambaye ana malalamiko ya nyonga kuuma au via vya uzazi kuwa na maumivu mara kwa mara, anaweza kuwa na tatizo kubwa la kupata pia ujauzito. Mtu ambaye anakuwa na dalili za changamoto ya hormonal imbalance, kwa mfano nakuta mtu anakuwa na binti au mdada anakuwa anatokwa na chunusi kwa wingi, au ananenepa sana binti, au anapata nywele usoni. Unaona mwanamke anaota nywele usoni, hizo ni dalili mojawapo pia za mtu anaweza kuwa mwanamke asipate nini, ujauzito. Lakini mtu ambaye amekaa na mwanamume akifanya ngono vizuri lakini hapati mimba ndani ya mwaka mmoja, obviously tunasema kwamba huyu ni dalili ya kutokuwa mtu wa kuweza kuzaa. Wanaume ambao wanakuwa hawana hisia kufanya ngono, hawa nao pia wanakuwa na changamoto ya kuweza kuzalisha. Wale ambao wanakuwa na uwezo mdogo wa kusimamisha uume, yani uume unashindwa kusimama kwa wakati au unasimama kwa nguvu kidogo, hawa nao wana changamoto ya kuweza kuzalisha. Wale ambao wanakuwa na makende madogo au membamba vidogo sana, au makende yaliyovimba, huyu naye anakuwa na changamoto ya kuweza kuzalisha au kutungisha mimba. Mtu ambaye anamwaga mbegu kidogo sana pia anaweza kuwa mkubwa wa kutopata nini, kuzalisha au kutungisha mimba kwa mwanamke. Kwa hiyo ili tuweze kufanya matibabu ya swala la ugumba ni pamoja na kubadilisha mfumo wa maisha, lakini pia tuweze kucontrol unene au uzito wetu, tuweze kucontrol uzito, tufanye mazoezi mara kwa mara, tuachane na pombe pamoja na sigara. Wale wanaovuta sigara huko hazai na kunywa pombe huko hazai au hazalishi, ni vizuri kuachana na pombe. Kumekuwa na tabia sana ya wanaume kuwasingizia wanawake kwamba wazai, lakini kumbe nakuta mwanaume ndio azalishi. Lakini tupunguze mawazo ambayo yanatukita katika familia zetu. Tunazo dawa ambazo tunaweza tukazitumia kupitia kwenye mfumo wa kitabibu. Wanawake ambao hawakomazi mayai, tuna dawa za kuwapa kama vile clomiphene citrate, letrozole au gonadotropin, unaweza kumpatia pia zikamsaidia kupata ujauzito. Mimi naitwa Dr. Joseph Msagasa. Namba yangu ya simu ni 0768 402 996. Namba yangu ya Airtel ni 0785 924 890. Tutafute tukusaidie, aidha kwa ushauri au elimu au kwa matibabu kabisa. Lakini pia unaweza ukafanywa matibabu ili upate kuzaa, ukafanywa operation ya kutoa yale mavimbe kwenye kizazi kama ni mwanamke, au kutoa vile inaitwa polyps, vimelea fulani hivi, vivimbe fulani vinakuwa vinamelea kama vya kuning'inia, inaitwa polyps. Kwa hiyo unaweza ukakutolea pia vile. Lakini unaweza ukapewa dawa za hormones kwa ajili ya kuweza kusaidia. Kwa wanaume unaweza ukapewa dawa pia za hormones, kwa mfano unaweza kupewa dawa inaitwa testosterone, au unaweza ukafanywa varicocele repair kama mtu ana changamoto ya hydrocele au hiyo. Lakini treatment ya infection, unaweza kutibu magonjwa ambayo yanamwandama mtu ana gonorrhea au ana chronic epididymolysis na vitu vingine anaweza akapata matibabu ambayo yatamfanya mishipa ile iweze kufunguka na kuweza kumsaidia. Lakini unaweza kufanya matibabu kwa njia ya operation au kwa njia ya kisu, kwa hiyo mtu anaweza akapata uwezo wa kuzaa. Kwa hiyo tuna aina nyingi za namna ya kuweza kuzaa au kupata ujauzito. Tunaita assisted reproductive technologies. Assisted reproductive technologies. Moja inaitwa IUI, ambayo inaitwa intrauterine insemination. Intrauterine insemination. Hapa manake ni kwamba wanachukua moja kwa moja mbegu za kiume wanaziingiza kwenye kizazi cha mama. Lakini unapata in vitro fertilization, IVF. Hapa wanachukua yai, sawa, linaboreshwa au linarutubishwa nje ya kizazi cha mama, alafu then wanachukua mtoto aliyerutubishwa anaingizwa kwenye kizazi cha mama. Ni gharama hadi unaweza kupata unaweza kutoa unafikia hata milioni 20, milioni 12, 18, 20, vitu vya kawaida. Kwa sababu unaweza ukaweka baadaye kashindikane, kakataa, ukaweka kashindikana hata mara 4 hata mara ngapi. Na procedure moja inaenda kati ya milioni 4 na milioni 6. Kwa hiyo mayai yanarutubishwa nje ya mwili wa mama, alafu baadaye anawekewa kwenye tumbo lake. Lakini kuna ICSI. ICSI inaitwa ICSI.
ambayo inasema ni intracytoplasmic sperm injection, ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Kwa hapa wanachukua mbegu za mwanamume, zinaingizwa moja kwa moja kwenye yai la mama. Yaani mbegu zinaingizwa kwenye yai la mama, badala ya mbegu ziingie zenyewe, zinaingizwa kwa kutumia chombo maalum kwenye yai la mama ili mtoto atungwe. Lakini tuna donor egg sperm. Hii donor egg sperm, unachukua yai la mama au unachukua mbegu ya mama mwingine, vinatungishwa mimba, basi baadaye unapata mtoto kupitia huko. Lakini kuna wale tunaita surrogacy. Kuna procedure inaitwa surrogacy. Surrogacy ni ile hali ya mtu mwingine anatungishwa mimba, anakubebea wewe kwa lugha nyingine. Akishajifungua mtoto anakuwa mali yako. Kwa hiyo unaweza ukajikuta mtu anatafuta mtu anambebea mimba, alafu yeye anapata mtoto anakuwa mali yake. Akishajifungua mkataba unaisha. Mambo hayo yapo. Kwa hiyo tuna dawa ambazo zinaweza pelekea mtu akajikuta anakosa uwezo wa kuzaa au wa kuzalisha. Tuna dawa za kansa. Dawa za kansa zinachangia sana watu kukosa kuzaa. Sawa? Kuna dawa kama inaitwa dawa cyclophosphamide. Hizi dawa zinachangia mtu kutokuzaa. Methotrexate. Hizi dawa za kansa zinachangia mtu kutokuzaa. Kuna dawa ambazo zinakuwa na steroid ndani yake. Dawa kama mfano testosterone replacement therapy, ambayo tunaweza tukaita nadrolone. Na inachangia mtu asifanyeje? Asiweze kuzaa. Lakini tuna dawa ambazo zinaitwa anti-androgen, ambazo hizi dawa zinafanya kazi ya kuzuia homoni za mwanamume kujizalisha vizuri. Dawa mojawapo ambayo inafanya vitu kama hivi ambayo tunaitumia sana mitaani kwetu inaitwa spironolactone. Sasa dawa kama spironolactone mtu anaitumia, lakini mwisho wa siku mtu analalamika kwamba hawezi kuzaa au kuzalisha. Tuna dawa inaitwa finasteride. Finasteride inatumika kwa ajili ya kusaidia mambo ya prostate au kwa ajili ya mtu ambaye anapungukiwa, nywele zinahama au nywele zinapotea, anaweza kutumia dawa inaitwa finasteride. Lakini dawa kama spironolactone inachangia sana kuzuia homoni za mwanamume kujiendesha. Dawa za watu wenye changamoto ya kifafa, sertraline au fluoxetine au sertraline medications au dawa hizi, dawa zinachangia pia kufanya mtu asiweze kuzaa au kuzalisha, na hasa ina inhibit kitu inaitwa testosterone. Kwa hiyo testosterone kwa mwanamume ikipungua, uwezo pia wa kutoa mbegu za kutosha unakuwa mdogo, na uwezo wa kutoa mbegu ambazo ni bora zinakuwa ni mdogo. Watu wale ambao wameshatumia dawa za prostate, yani tezi dume, dawa kama finasteride au dutasteride, hizi dawa zinachangia pia kwa ajili ya kuweza kufanya changamoto ya mwanamume kuweza kudindisha vizuri, ambazo zina affect erection pamoja na umwagaji wa mbegu. Kwa hiyo unaweza kutumia dawa kama hizi kwa ajili ya kutibu prostate, mwisho wa siku unajikuta uweze kuzalisha, nguvu ya inakuwa ndogo, lakini pia ukimwaga mbegu unamwaga mbegu dhaifu. Tuna dawa ambazo tunaziita opiates au opium au opioids. Hizi dawa ni dawa ambazo ni dawa zinatumika kwa ajili ya maumivu makali, kwa mfano morphine, kuna heroin, kuna oxycodone, na zinatumika pia, watu wanazitumia pia kama dawa za kulevya. Hizi dawa pia zinachangia kupunguza uwezo wa testosterone katika mwili, na hivyo inasababisha uwezo mdogo wa mbegu za mwanamume kuzaliwa, na hivyo inapelekea shida pia ya mwanamume kuwa na hisia ya kufanya ngono. Ndio wanakuta wale watu wengi wanaoubia dawa za kulevya, wao mawazo yao makubwa ni kunywa dawa tu na kulewa. Mawazo ya mwanamke mbali, lakini wanawaza kunywa na kulewa. Kuna dawa zingine ambazo ni dawa zinatokana na matumizi ya dawa kama vile dawa za pressure. Kwa mfano dawa za beta blockers. Hizi dawa zina changamoto pia ya kusababisha sperm production kwa mwanamume, lakini pia zinasababisha uwezo mdogo wa shahawa za mwanamume kutembea unapokuwa amejaculate zinakuwa na uwezo mdogo wa kutembea. Hizi dawa ni mojawapo ni hydrochlorothiazide au dawa inaitwa beta blocker. Hizi ni dawa za pressure. Beta blocker au hydrochlorothiazide. Hizi dawa zinachangia kwenye kuaffect sperm production ya mwanamume. Lakini kuna dawa za fungus. Hizi dawa tunazotumia kwa ajili ya fungus. Dawa kwa mfano inaitwa ketoconazole. Hii dawa pia inachangia sana kuinterfere na utengenezaji wa shahawa au sperm production. Lakini pia inavuruga utendaji wa kazi wa uume wa mwanamume.
Kwa mwisho wa siku analalamika kwamba hazalishi, kumbe kwa sababu anatumia dawa za fungus. Kwa wanawake pia dawa kama hizo, dawa za chemotherapy drugs, dawa za cancer zinachangia pia mama asiweze kupata kuzaa vizuri au kupata ujauzito, kwa sababu zinaingia kwenye zinasababisha kupunguza ovary kuweza kufanya kazi yake vizuri. Kama unavyojua ovary inafanya kazi nyingi na kuna hormones mbalimbali katika ovary ambayo inasababisha mayai ya kumai na kusafirishwa na vitu vingine. Kwa wanapotumia chemotherapy ambayo ni dawa za kansa, zinapelekea sasa kuharibu utendaji wa kazi wa ovary. Mwisho wa siku mama anashindwa kufanyaje kupata ujauzito. Dawa nimeshataja hapo juu, moja hapo ni cyclophosphamide, lakini pia kuna methotrexate. Hizo zote zinachangia kwa mama kutofanya nini? Kutokupata ukomavu wa mayai vizuri. Tuna dawa inaitwa non steroid anti-inflammatory drugs ambazo tumezoea sana kuzitumia, kwa mfano dawa kama Brufen. Dawa kama Brufen au naproxen. Hizi dawa zinabadilisha level ya homoni. Sawa? Na hivyo mtu anashindwa kupata mzunguko halisi wa damu. Tunasema unapata hormone level that regulate the menstrual cycle. Kwa hiyo ina interfere with ovulation. Kwa hiyo unapotumia Brufen au inasema ibuprofen, unapotumia hiyo dawa kama mwanamke, inaweza kupelekea pia ukashindwa ukakoswa uwezo wa ovulation kwa sababu ya matumizi ya dawa kama hiyo. Lakini matumizi ya dawa za uzazi wa mpango kimsingi hayachangii moja kwa moja. Lakini hizi dawa zinaweza zikapelekea mtu baada ya kutoka kutumia zile dawa, kwa mfano mama kachoma sindano, alafu anataka kupata mtoto ndani ya mwezi mmoja ujao, miezi miwili, anaweza kujikuta asipate mtoto kwa wakati au asipate mimba. Kwa hiyo hizi dawa za hormonal contraceptives zinapelekea mtu kuonekana kwamba ameshindwa kuzaa, lakini kumbe inaweza ikampatia mtu muda mrefu wa kuzaa, wa kupokea mimba, muda ambao unaweza kuwa ni mrefu zaidi. Upande wa dawa za kifafa tumeshaziongelea, lakini kuna dawa ambazo zinatibu pia kitu kinaitwa endometriosis. Matatizo ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke, kile kizazi chenyewe kinakuwa na madhara. Sasa hizi dawa zinaitwa Leuprolide au Goserelin. Hizi dawa zinaweza zikapelekea ovarian suppression na zinaweza zikapelekea kitu kinaitwa low estrogen level. Kwa hiyo mtu akiwa na low estrogen level anaweza akajikuta mayai yako mai, mzunguko wa damu unakuwa ndivyo sivyo, kwa mwisho wa siku anaweza asipate kupata ujauzito. Kwa hiyo dawa za kutibu endometriosis ambazo zinaitwa Leuprolide au Goserelin, Leuprolide au Goserelin. Hizi dawa zinachangia kwenye mama asipani. Kuna dawa za thyroid, medication of thyroid ambazo ni tunaposema thyroid maana yake tunaongelea kuhusu habari ya goiter. Mtu anavimba hapa kwenye shingo, inaitwa goiter. Hizi dawa zinapelekea kumwathiri mtu kwa sababu zinaingilia mfumo wa mzunguko wa menstrual cycle na ukomavu wa mayai. Yaani inaingilia mzunguko wa damu na ukomavu wa mayai. Dawa zenyewe ni kama levothyroxine ambayo inafanya kazi kwenye hypothyroidism, au unaweza kutumia dawa inaitwa methimazole ambayo inafanya kwenye hyperthyroidism. Dawa hizo ukizitumia mama anaweza akajikuta asipate ujauzito. Dawa zenye steroid tumeshaziongea hapa, zinachangia pia kuwezesha mama asipate kuweza kushika ujauzito, kwa sababu inasababisha hormonal imbalance ambayo inapelekea mama anaingia bleed mara kwa mara au anashindwa kukomaza mayai. Dawa mojawapo ni prednisolone au hydrocortisone. Sasa hizi dawa ndizo dawa ambazo zinatumika sana mtaani, lakini mtu anatumia dawa hawezi kujua kwamba anaweza akatumia dawa ikamletea madhara. Kwa hiyo mtu akaja akalalamika kwamba hazai, lakini changamoto ni kwa sababu ana changamoto ya prednisolone au ana changamoto ya hydrocortisone. Lakini pia tuna dawa za mtu anaweza kuwa anapata degedege, unampa dawa ya degedege kama olanzapine au vaporic acid. Hizi dawa pia zinachangia kuweza kufanya mtu asipate ovulation, yani asikomaze mayai. Kwa hiyo dawa ambazo zinaweza ikahusiana kwa wote hapa ni corticosteroids, inaweza kutumia antibiotic. Dawa za antibiotic kwa mfano dawa zenye ambazo zinatumia tetracycline au dawa ambazo zinatumia kama doxycycline. Hizi dawa pia zinaingilia kwenye effect ya mwanamume.
mbegu za kiume zinashindwa kutembea vizuri. Anasema tetracycline family au naweza zikachangia kuweza kupunguza mbegu za kiume kutembea, lakini pia inaweza ikaingilia mtu kutokuweza kutungisha mimba kwa muda fulani. Kwa hiyo dawa kama tetracycline au doxycycline pia unatakiwa kutumia kwa uangalifu. Dawa za pressure ambazo ni ACE inhibitors au beta blockers zinapelekea pia mtu aweze kushindwa kupata ujauzito au kushindwa kuzalisha mwanamume au mwanamke. Hizi ni pamoja na enalapril ambazo ni ACE inhibitors, lakini pia anaweza kuwa anatumia beta blockers kama propranolol. Propranolol inaweza ikapelekea mtu akashindwa kupata ujauzito, akashindwa kutungisha mimba. Kwa hiyo ndugu zangu, nawakaribisha katika huduma. Mje katika huduma, mpige simu, muulize maswali, msaidiwe. Namba yangu ya simu ni 0785924890 au 0768402996. Kwa hiyo mtu anapokuwa na changamoto ya kuzaa anakuwa na psychological au emotional complications. Anakuwa mtu mwenye stress au anxiety, anakuwa na mashaka na wasiwasi kwa sababu kwa nini hazai. Lakini pia inapunguza mahusiano katika familia au katika jamii au kati yeye na mume wake. Lakini pia inasababisha kitu kinaitwa depression. Anapata msongo wa mawazo kwa sababu ya kutokuzaa. Mtu ambaye hazai au hatungishi mimba katika jamii anaweza akajitenga. Yaani anaona aibu, anajitenga mwenyewe kwa sababu hazalishi, inaitwa social isolation. Mtu anapata social isolation, anajitenga. Social isolation, anajitenga. Lakini feeling of inadequacy or guilt, mtu anajisikia anakuwa tu mkorofi mkali, yani haelewi yani Kwa nini? Kwa sababu anaona kana kwamba unamchanganya mafaili. Naweza kahisi wewe ndio tatizo, anakugombeza lakini kumbe tatizo ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo anakuwa guilt. Ukimaliza jambo anakuwa mkali. So tunao madhara ambayo yanatokana na matibabu ya mtu kutokuzaa. Ukifanyiwa procedure unaweza ukajikuta unapata ectopic pregnancy au unapata multiple pregnancy, yani kwa maana ya kuzaa mapacha ya watoto watatu, triple pregnancy, vitu kama vile. Kwa hiyo hizo ni complications za matibabu. Lakini pia unaweza ukapata surgical risk. Kwa mfano unaweza ukafanywa laparoscopy au hysteroscopy ambayo inaweza ikaenda ikapeleka kwenye complications, ukapata labda infection au ukapata bleeding nyingi, au unaweza ukajikuta unaumiza viungo vya jirani. Lakini pia kwenye madhara ya kutokuzaa unatumia gharama kubwa sana kutafuta mtoto. Sasa tunawakaribisha mje mfanye vipimo, mpate elimu, mpate ushauri. Lakini pia kuna multiple cycle of treatment. Unaweza ukajikuta unapata multiple cycle, yani unafanyiwa matibabu mara kwa mara. Ambayo inapelekea sasa kutumia pesa nyingi ili uweze kupata mtoto. Na hivyo unajifanya sehemu watu wengine wanashindwa kumudu zile gharama na mwisho wa siku wanashindwa kuwa na afya njema ya akili. Lakini pia matatizo mengine ni kujitenga au unajitenga, unajistigmatize mwenyewe, unakuwa na stigma ndani yako. Lakini pia unaweza kutengwa na jamii au kujitenga mwenyewe, lakini pia familia inakuona wewe ni tatizo. Sasa kwa maelezo hayo nafikiri umenielewa. Nadhani kuna haja ya kuweza kuona kwamba kuna watu ambao hawazai. Sio kila mtu ambaye hazai ana changamoto sawa sana mtu mwingine. Kuna mtu mwingine anakuwa na changamoto tofauti na mtu mwingine. Kuna mwingine anakuwa na changamoto kubwa, mwingine anakuwa na changamoto ndogo. Kuna mwingine akatumia gharama kubwa, mwingine akatumia gharama ndogo. Na sio kila matibabu ambayo tunasema sisi hapa lazima utumie dawa. Unaweza ukapewa ushauri ya namna ya kufanya ngono na mume wako au namna ya kufanya ngono katika siku ambazo zitakufanya upate ujauzito. Lakini pia unaweza ukaja ukapima kuangalia uwezo wa shahawa zako zinafanya kazi kiasi gani. Wanaume wengi wanapokuwa na uwezo wa kudindisha tu, wanaamini wanazalisha. Lakini kuna wanaume wengi ambao wanadindisha na hawazalishi. Na wanawake sasa wakatumia akili, wanatumia njia ya kujiongeza. Kwa hiyo anaenda kwa mwanaume mwingine anapata mimba, wewe unakuwa unalea watoto wa bwana mwingine. Kwa hiyo unapaswa kujua afya yako ukoje, na je kama unazalisha, uweze kuja kupima na kuweza kujua afya yako. Kwa hiyo nakaribishwa sana kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali, kwa ajili ya matibabu au kwa ajili ya elimu ya kinga. Lakini tunao dawa nzuri sana kwa ajili ya kutoa sumu mwilini kwa njia ya kunywa. Dawa hii inasaidia kusafisha utumbo na njia nzima ya mfumo wa chakula. Baadhi ya watu wakinywa wanatoka kinyesi ambacho ni cheusi sana, wengine wanakuta kama ni damu, wengine wanakuta kama ni nywele za mtu,
wengine wanakuta kama manyoya ya kuku, wengine wanakuta usaha, wengine wanakuta ni mafuta tu yanatoka kwenye mfumo wa chakula. Dawa hii ni nzuri kabisa kabisa. Tunakaribisha kwa ajili ya kutumia dawa hii iweze kuwasaidia. Lakini pia unaweza kutumia kufungwa mashine kwa ajili ya kutoa sumu mwilini, pamoja na kutumia dawa na ushauri wa chakula ambacho unatakiwa utumie ili uweze kupata afya ambayo ni njema. Usikubali kuishi na sumu mwilini au na magonjwa ambao unadhani ni ugonjwa kumbe ni sumu. Njoo unitafute upate huduma kwa wakati, napatikana wakati wote. Ninapatikana Mwanza mjini au Kahama. Kwa unaweza ukanipata Kahama au Mwanza. Kwa watu ambao mko Shinyanga au mko Kahama, basi napatikana Kahama, mtanitafuta. Wale watu ambao wana kitambi kisichokwisha, mtu anakuwa na kitambi ambacho kinamsumbua hakitaki kwisha na anapenda kupunguza kitambi au kuondoa kabisa, nina dawa nzuri kabisa. Natumia mara moja kwa wiki kwa muda wa wiki kadhaa. Mwisho wa siku kitambi kinafanyaje? Kinakuwa kimeisha. Kwa hiyo kwa maelezo zaidi nitafute kwa namba 0785 924 890. 0785 924 890 au nitafute kwa namba ya Voda 0768402996. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, uwe na amani na uwe na siku njema. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.